na hali yake ya masomo imekuaje, ama alifikisha masomo wapi na kuzaliwa kwake, yani udogo wake, udogoni amelelewa wapi na amefanya vitu gani kwa maisha? Mimi nilizaliwa Ruiru. Ruiru. Hii moja hii ya Thika Road. Ya Thika Road. Okay. Na wakati nilizaliwa pale Ruiru, that was back in 1962. 62? That's a long time. 1962, January 23. Sasa nilipozaliwa, unajua kuna zile fraka za wazazi. Watu wazama, mzee ana bibi mwingine nini. Tukasumbuliwa na babetu sana. Mimi nikabaki na mamangu. Nimeelewa na changa. Mamangu alikuwa anauza changa. Wakina huyu former governor wa Kiambu, Kabogo. William. Tulikuwa nasoma na sister yake, anaitwa Margaret Wajiri. Wow. Tunasoma na brother yake, anaitwa Ivan. Kabogo alikuwa mbele yetu na one class, sijui ni 2 classes. Something to do with 2 classes hapo hivyo. Kwa hivyo Kabogo umemjua akiwa mtoto mdogo? Ndio mtoto mdogo, tumekaa nao pamoja. Wakina Kabogo ni ngambo ile, kwetu ni ngambo hii. Nilikuwa naenda kwao, anarudi kwetu. Nilikuwa tumeelewana akina Kabogo. Okay. Sasa mimi nilisukuma masomo yangu na shida, mamangu ananilia changa, babake Kabogo alikuwa ni chief. Anaitwa babake Kabogo, atoka Gugu muulize Kabogo yeye mwenyewe. Babake alikuwa anaitwa Simon Getao Kamau. Wow. Simon Getao Kamau alikuwa anakaa ngambo yetu. Okay. Sasa sisi tumelewa na akina Kabogo, nikaendelea na masomo na shida za mamangu. Unajua ni changa, mara ameshikwa, mara nini. Sasa hapo tunaongea kama class, uko class kama niko class 4, standard 4, 5, 6 hapo hivyo. Wow. Mamangu mimi natoka shuleni naenda nachukua changa Githurai na lete tunauza ndio nipate riziki yake. Na uko that young unatumwa kwenda kuchukua changa? Sinatumwa na bagi, unajua polisi watamshika akienda kuchukua changa. Bagi yangu itawekwa kibuyu ya changa, nifanye nikaa vile nimetoka huko. Kwa hivyo basi ya saa 11 itanibeba pale Ruiru. Inipeleke Githurai niende nichukue changa kibuyu moja niweke kwa bagi. Watoto wanaokuja Ruiru shule ile basi wanakuja naye, itaingia with my bag. I'm going to school. Nirudi nyumbani. Utoke Ruiru by uko class 4 by 5. Na na hiyo bag kwani ilikuwa inatoshanaje ndio iweze labda kutoshea changa, ama ulikuwa unabeba kama vibuyu moja? Okay, 5 liters. Si hizo ni vitabu? Ni vitabu by the way. Mimi niende na hiyo bag saa 11 nibebe, mwenye ananibeba nafikiria nimpeleka shule. Okay. Pale Githurai unajua kitambo roundabout iundwe, pale mbele kuna mtaro hii ya kutoka pale kwa Ngozi, ilikuwa inaitwa nini? Ile Tanas. Kamiti Tanas. Ilikuwa imeteremka kutoka 44 inakuja na pita Githurai. Hata ulikuwa unasikia harufu nyingine mbaya sana pale Githurai. Okay. Mimi naenda napita hapo, kulikuwa ukitoa Githurai tu kwenda kidogo kitambo ufike Rosambu, kuna mahali ulikuwa unavukia panaitwa Kwangara. Kwangara. Napita mguu naenda mpaka 44. Nabeba changa yangu nakuja. Wakati huo ni watoto wanaenda shule. Nitaenda nifikishe changa nyumbani na niende shule. Kwa hivyo ilikuwa inakubidi labda unarauka mapema sana. Nileuka mapema ndio ufanikishe kuchukua kwenda ufike Githurai, uweke ile tunawekewa na urudi nayo na uende shule. Kwani inafu unajua shilingi 2 zilikuwa ni pesa nyingi sana. 2 bob. At that time. 2 bob ni pesa nyingi sana. Unapewa hizo 2 bob na madhe. Na hizo shilingi 2 utanunua cakes pakiti moja. Unajua mkate by that time ilikuwa ni 90 cents. Mkate mzima 90 cents. Sasa unabeba aje hizo 90 cents? Unazibeba zikiwa in coins. Shilingi moja na utarudishwa peni. Kwa hivyo ukipatiwa hizo, wewe utaenda na mkate nyumbani kule. Sasa madhe alikuwa ananibembeleza, kugorea mkate wewe kimbia. Mimi naenda. My mom alijaribu kabisa, and that's why I like my daughter. Na kiendelea nilipofika standard 7, kuna jamaa anaitwa James Mejo. Amewa sister yake kwa hivyo Amere.
anaitwa James Megonduni. Amelewa na mamangu. Unajua kwetu wakati ujenzi wa barabara za Ruiru, mamangu alikuwa ndio ana provide wale wajenzi, anachukua site, anawapatia chakula. Sasa ile kuwapa chakula nikawa najulikana, sababu kwetu kulikuwa kuna watu wengi. Huyu James Mwangi alikuwa he was just near, alikuwa pale karibu. Yeye anaambiwa pale ni mwaria tumia mlale na wale wanawake wapike chakula na uji zianze kusupplywa. Unajua ile kusupply chakula kwa site. Sasa mamangu nikaa vile nilimlea, alibahatika akaenda Saudi Arabia. Nani sasa? Huyo James Mwangi. Ile kwenda Saudi Arabia. Na nikurudishe nyuma kidogo. Umesema sasa mambo ya uji na tulikuwa tunaanza na chang'aa. Ina maana alikuwa anafanya kazi mara mbili? Yote. Kazi yote. Ana uji, ana chang'aa, na anauza getheri. My mom was like a man. Huyu akikuwa kama yeye, ni zamani ndio. Mamangu yeye alikuwa mpaka chief babake Kabogo. Huyu governor alikuwa anamjua mamangu. Anaitwa Simon Getau. Babake sasa Kabogo sasa. Babake Kabogo alikuwa anamjua mamangu. Sasa mimi tukashughulika na mamangu na shida zetu na nini. Ikafikia mahali nimefika kufanya CPE. That was back in 1977. Nikafanya CPE. Ile kufanya CPE mamangu bado anauza chang'aa, lakini ameanza kulemea. Unajua na ulikuwa unasomea shule gani sasa hiyo CPE unafanya kwa shule gani sasa? Nasomea Ruiru nini St. George's Primary School. Ruiru. Sasa nilipofanya CPE, that was back in 1977. 77 nikafanya nini? Nikafanya CPE. Unajua wakuu wangu wale wenye walizaliwa mbele yangu ni wasichana. First born kwetu ni msichana, Elizabeth Njeri. Second born ni msichana, Hana Wanjiru. Third born it was my brother, aliaga dunia. Fourth born ni mimi. Sasa hao wasichana wameolewa. Wewe ndio ulikuwa last born? Fourth born. Kuna sasa wale watatu mbele, kuna wengine wako nyuma. And funny enough, my brother aliaga dunia, nikaachwa. My sister mwenye uko nyuma yangu akaanga, nikaachwa. Sasa nikaona huyu ameenda, nikisubiri mimi ikaruka. Now kuna kitu hata mimi mwambia hawa, why was I left? Na wale sijui makosa yao. Unajua kuna kitu kingine, kuna mambo mengine huwezi angalia kweli. Mimi huyu jamaa nilipobaki 77 kufanya CPE, nikaona nimepass. Nikaitwa Gaishanjiro High School. Kuna sister yangu alifurahi sana nimeitwa huko. Lakini ni ile kushow, ile kuonyesha wamefurahia. Lakini hawasaidii mama. Kubali kidogo nikukatize. Sasa ile Gaishanjiro, unajua enzi hizi labda unaweza pata labda kuna shule kama Kagumo, ukiitwa watu wanajua umepass sana. Kitu kingine tena hizo counties and all that. Hiyo Gaishanjiro ilikuwa provincial district ama ilikuwa ni provincial. Shule moja mpaka mamangu alifurahi sana. Kwa hivyo ulikuwa umepass vizuri sana. My sister kanipa fare akaniambia, nikamwambia wacha nipe fare, na jamaa mwingine alikuwa ni best yangu. Twende tukaangalie nimeitwa wapi. Wakati wa kwenda twende. Silipewa fare. Mimi nikaenda Kabati, Peter Kagondoine, nikaambiwa njia ya kwenda. Mimi kwenda nikaangalia hivyo. Unajua mtu amelelewa tau, unajua enzi hizo. Nikaona hapa na nimetumwa Geshagi. Alafu nikaenda nikafanya hesabu ya mama. Mama hana pesa. Usi sangu ni yule tu madoido. Ndio kwa umaridadi hawatamsaidia. Unajua kile kitu unaangalia unaona how your mom amekutoa wapi. Na hawa nao isipokuwa amesikia umepita. Itakuwa tu amefanya vizuri lakini hawakusaidii. Mimi nikaangalia nikaona hapana. Mahali nikimwambia sitasoma ataleta shida. Na niakoa ashuka. Jamani wewe dogo. Mimi nikaona mahali
kama utakufa utakufa peke yako. Nilienda nikaingia treni ya Mombasa. Nilipewa pesa na jamaa anaitwa Dembo, alikuwa anauza bangi. Ukiwa 30 young? How old are you? Ukienda sasa huko Mombasa. After sasa kumalizia CPE. CPE si unahesabu uliingia shule na miaka 7. Yeah. Alafu nenda ukididact. Ili kwa sababu ilikuwa ni miaka 7 sasa. Na ile ya nursery. Kwa hivyo close ni kama ulikuwa hata hujafikisha hata miaka 18. Mimi nikaenda Mombasa. Ile kwa Mombasa nilikuta jamaa kama huyu. Tulikuwa tunajua alikuwa anaitwa Ngogea, alikuwa anauza maembe pale Mwembe Tayari sokoni nje. Alikuwa anauza pineapple. Na ni ile nimelala nje, nimefika Mombasa, kalala nje. Nikaenda nikamkuta. Ile tu kibahati anaitwa Ngogea. Akaniuliza nini hapa? Nikamwambia mimi nimetoka nyumbani sababu mzee anataka nienda kaisha Njiro. Na mimi sitaki kwenda. Akaniambia sasa tufanye nini? Tukauza matunda na yeye, nikamwambia usipige hata simu nyumbani. Atakuajiri sasa, atakupatia kazi? Si tunauza nini na yeye, si nimekukuta wewe ni rafiki yangu, unajua madhi yuko old. Sasa kaanza kufikiria, sasa wewe tusikwambia mamako yuko wapi, najua anataabika. Mimi nikamwambia usimwambie, mimi najua atakuwa na shida. Si tukakaa na jamaa. After a duration of 1 week, unaona kuingia Mombasa airport kwa Tuizi. Na jamaa alikuwa anauza gazeti hapo, akaja akamuuliza mimi nataka mtu akuniuzia gazeti, kwa hiyo naweza. Huyu akanitafutia kazi, nikaanza kuuza gazeti hapo. Ukamwachana kazi yake ya matunda sasa na wewe ukaingia kazi katika kazi nyingine tofauti. Mimi nalala kwake na nauza gazeti. Sasa mdozi mwenye alinipa kazi ya gazeti, yeye huaga kude Portuguese kwa hapo kaepo. Sasa alikuwa anakujaga, anachukua gazeti anaenda, zingine mimi nikupeana tu, unapeana hizo gazeti. Kuna mtu alinunua Taifa hapo kujaga Taifa. Taifa Leo. Akapelekea mdozi, akamwambia huyu jamaa mwenye uoga anatuletea gazeti, naona hii picha ni kama yake. It was me. Ulikuwa ni wewe? Mama ameandikisha pale, I lost a child. Nikuelewa. I lost a child. Unatafutwa. Sasa huyu mdozi akaniuliza, hebu kuja. Umeona Taifa Leo? Mimi nikamwambia sikuona. Unajua si shughuli. Sababu unafanya kazi ya kuuza au ufanye kazi ya kusoma au kuuza kusupply kule ndani wale mapilots wengine wanafanya kazi wa ofisini. Akaniuliza nikamwambia mimi sijui. Kaniambia picha ni yako. Aliniambia wewe fanya hivi, shika pesa urudi nyumbani. Nikaenda nikakuta jamaa, nikamwambia ushaona Taifa Leo ile Ngogea mwenye sasa nilikuta. Nikamuuliza nani ndio? Akaniambia fanya hivi. Nenda uongee na boss wako uende nyumbani. Nikaenda sasa nikamwambia boss. Alikuwa ile mzee alikuwa ananipenda sana, iko Mwangi. Nikamwambia Mwangi, mimi nilitoka kwetu sababu niliona mahali hawezi nisomesha. Zile vitu zilikuwa zinatakiwa shuleni hangeweza. Akaniambia kwa nini huku niambia ulipokuja? Nikamwambia mimi singeweza kuambia, mimi nilikuwa na shida. Akaniambia shika hii fare. Nenda nyumbani. Basi ya usiku niliingia basi ya usiku Daramshi. Nikaja Nairobi. Sasa kidogo tu. Pale umekuta kwamba unatafuta na wazazi, uko mpaka kwa gazeti and all that. Lakini sasa hatujajua ni muda gani huu ambao labda kuanzia ufike Mombasa mpaka sasa mahali umeamua labda sasa ni kurudi kwa sababu nimefika mahali mpaka natafuta kwa gazeti. Sasa nirudi. Ulikuwa umekaa muda gani sasa Mombasa na sasa uweze kurudi na huko? It was 6 months. Miezi 6. Miezi 6, it was 6 months. Ilikuwa ni miezi 6. Sababu ilikuwa ni 78. Kitu August. Kenyatta bado akiwa hai. Sasa ilikuwa mwaka. Hiyo Kenyatta bado ndio alikuwa na reign. Sasa mimi ndio nilirudi. Sasa kurudi nikaja nyumbani. Mali akafurahia na kukaa 2 months. Pole sana. Sasa hizo yani kutoka hapo sasa ikawa nijishughulisha.
kwa bahati naye kuna huyu jamaa alikuwa ametoka Saudi Arabia aitwa James Maigo. Yule ambaye mlikuwa mnalelewa pamoja naye. Yeye akaniambia sasa unaona vile tumekaa. Hii projector. Kaza kazi ya movie. Kaongea kazi ya movie, alikuwa anaona napenda movie sana. Akanunua projector ilikuwa kanunua ya 8 from Japan. Hizo sasa pengine nikwambie zilikuwa zinakaaje. Si hizi unaingiza atikanda. Thread. Unaweka spool. Unaweka spool hapo na unaweka mtu spool nyuma. Alafu una thread. Spool inakaaje? Spool ni kitu kinakaa mviringo. Okay. Unaona ni kama vile tape. Tape si waga inakaa round. Lakini hii ilikuwa ni size hii. Na ni 16 mm. That's too big. 16 mm. Unabeba spool 3 one movie. Okay. Alafu unaona ABC Casino Cinema walikuwa naweka 35 mm. Inakaa size hii ama zaidi kubwa. Mnashika wawili mnaweka. Sababu hii ni 35 mm. Unaona upana. Sasa mimi nilikuwa naonyesha na 16 mm. Hata nilikuwa naenda kuonyesha Nairobi pale Muthurwa. Ile mwindi wa ABC anaona tumenyonya watu wake. Competition sasa. Competition. Najua sisi tuna nego. Unajua kwa Nairobi Kiswahili ni kizuri. Sasa nikuulize, after sasa umekuja umekaa 6 months peke yake na umekuja sasa Nairobi na umeanza umepata labda huyu mtu ambaye amekufadhili hiyo James Maigo. Amekufadhili akakupatia nini? Kiswahili itabadilika, utakuja na ile Kiswahili umetoka nayo Mombasa ama sasa utakuwa unaongea Kiswahili gani? Sasa unajua nikiwa Mombasa nimepenya Kiswahili. True. Haya nikiwa huku Kiswahili. Unajua Ruiru ni town, ni huku. Sasa na roga na ya kule na ya huku 50-50. Sasa Kiswahili changu kilikuwa ni kitamu mpaka wa sasa waga ni kitamu. Kweli? Na alafu sijui mimi nilikuwa ni half caste, hiyo ni maandea najua, lakini sasa nilikuwa na roga na hiyo Kiswahili na Gikuyu Dikiu. Sasa nikawa natumwa Ukambani na penya Kikamba na hiyo projector. Nikawa natembea anachukua. Unajua zamani nilikuwa nikienda kuonyesha movie. Kuna wakati nilikuwa tukienda kuonyesha movie kama ni Mombasa Road. Mombasa Road tunachukua Sultan Hamud. Nafikiri ushapitia hiyo njia. Pale karibu na Salama. Salama, Sultan Hamud, unaenda Emali, unaenda Kibwezi, unaenda hiyo road yote. Nishacheza movie, nilikuwa nacheza yani kwa wiki. Naanza Sultan, leo naonyesha. Kesho wiki moja namaliza nikiwa Mutito. Okay. Narudi tena naanza movie nyingine. Namaliza nikiwa Mutito. Unaweza sikia nimeshiftiwa tena. Unaona ukifika Emali. Unaingia kuna njia imeenda Loitoktok. Hiyo ya kuingia na Senate. Unaenda Loitoktok. Pale mbele ya Emali pale kuna daraja unaenda. Ukienda Loitoktok, unacheza Loitoktok, naenda Entarara, naenda Rombo, naenda Elasi Jukini. Naingia mpaka Taveta. Unaona? Nikiwa Mombasa naenda natumwa tena na badilisho. Unasikia nimetumwa hadi Ukunda. Ngabuka na feri, unaenda Ukunda. Kutoka Ukunda unaenda Ramisi, Msambweni, unaenda Dungalunga, unarudi Kinanga, unakuja Kwale. Wiki moja, yani a month na picha moja. Kama hii picha Rise and Fall, nimetembea naye 1 year. 1 full year, mwaka mmoja. Miezi 10 na ngapi? 2 na siku tu. Mike tu. Yani hata ukienda hata nikalala hivi kaanza kucheza. Nilikuwa naenda na usingizi. Unasema hii movie inaitwa Rise and Fall of Idi Amin. Rise and Fall of Idi Amin. Hiyo picha ikiwa mpya ilikuwa kana demand all over. Sasa nilicheza Mombasa, nikaicheza Eldoret, nikaicheza wapi? Yani nimezunguka naye
nimezunguka nayo, naambiwa rise and fall. Nimezunguka naye mpaka na kwa faida ya mtazamaji, mimi unaweza taka labda kuelezea watu hii rise and fall ndio unaitangaza, na huyo amekuletea mpaka hiyo kanda na nini kabla yako, kwani kuna watu ambao walikuwa wanatangaza hizo movies, ama wewe ndio ulianza, ama kuna watu ambao tayari kidogo walikuwa wamejaribu kufanya ile kutangaza? Walikuwa wanatangaza. Okay. Kuna wengi sana na jamaa alikuwa anaitwa DJ, wengine walikuwa wakali sana. Okay. Zaidi yangu. Kabla hata hujaingia kwa, kuna wengine walikuwa wakali. Lakini walikuja kuwa wakali nyuma yangu. Sababu mimi sikuwa na mtu ananionyesha mbele. True. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Paul mtoto wa mama. Limuru ndio tulikuwa na wadema DJ wakali. Hizo enzi. In Kenya. Si ati hapa. In Kenya. Nilikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Paul mtoto wa mama. Kuna Semenye. Kuna Dibo. Lakini enzi hizo ndio ukimwi sasa ikaanza. Sababu tulikuwa tunaenda Mumbai, leo uko Karatina, kesho uko Nyeri. And being a DJ, you see, you travel sana. And being a DJ, unaona upande huo, useme kidogo sasa kuhusiana ule ugonjwa. You are demandable. Lakini na mimi nikawa mimi sijui ni nini, sikuwa ati mambo ya wanawake hapana. Sikuwa kwa raha hizo raha, sikuwa huyu mtoto akaiaga, Dibo akaiaga. Hata kuna mahali tunaweza enda na wewe usikie unity. Hawaamini. Wanatambua hawaamini. Sababu unajua hakukuwa na video. What I'm telling you, ni wakati wa projector. Kitambaa. Ni kitambaa, unafunga screen pale, unamlika. Sasa hizi video zilipokuja ma TV, ndio na mimi nikawa ndio tunafunganisha nini, sound recording. Okay. Nikawa nikodika ile kurekodi picha from this video to this one. Tukawa na jamaa anaitwa, nisitaki tuende haraka sana. Nataka tujue hii time ambayo kuna Timan anazunguka Kenya nzima akipiga zile za projector. Na umeletwa hiyo na Maigo ambayo mlikuwa mmeelewa pamoja. Ni sasa faida ambayo mnapata katika ile kazi ambayo mnafanya kuzunguka. Wewe ulikuwa unalipoaje, ama faida yako ilikuwa gani katika ile, ama yeye mwenyewe ni kama alikuwa amekupatia kazi, amekuajiri tuseme? Ili ameni promote ile kunisaidia. Yuko Saudi Arabia, akaniambia hii mashini kuichunga. Sasa ile mashini kuichunga, sinaambiwa fanya kazi naye, lakini unajua ulikuwa unaenda kwa DO. Okay. Unaandikiwa permit. Hapo lazima ukuliwe, let's say kitu kama 200. Na uende kwa chief 100. Na 200 enzi zile ilikuwa ni pesa nyingi. Ni pesa nyingi sana. Na picha unajua tulikuwa tunalipisha 10 bob. Hata hizi video ati 5 bob, 10 bob. 10 bob. Sasa unaangalia, unajua wakati huo kulikuwa kuja kuwa vile. Sasa ukiwa na kitu kama generator, you get a lot of money. Sababu ukienda mahali kwa generator ni 20 bob. Ukigurumisha generator. Kwa hivyo tuseme faida yote ambayo ulikuwa unapata katika ile kazi, katika ile kuzunguka, ilikuwa ni ya kwako. Ni yangu na mwenyewe. Sasa Maigo. Unafikiaje na labda kwa mbali na hiyo mambo ya kutuma pesa mafuta? Alikuwa unajua alikuwa shatoka huko, amekuja na mali zake. Okay. Sasa alikuwa anakuja ulikomtake. Namsukumia 2000. Na ulikuwa honi, sijui kama uchaka mahali ukaona udodo gazi. Unaona sasa ni kama ndio life haitaisha. Huyu anaweza kuambia. Wewe unaweza kuambia tumekaa na yeye sana. Unaona hii mambo haitaisha. Hata 2000 ukipata na spend overnight.
Na raha sasa kwa sababu kwa wanawake umetoka kabisa, umekuwa yani hautaki hizo manini. Sasa katika raha yako ilikuwa labda unalewa, una gamble. Gambling. Afadhali kulewa kuliko gambling. Unajua mlevi atatumia 1000 kama 2. Afadhali kulewa kuliko gambling. Kuliko gambling. Hiyo watu wanafaa washike sana. Afadhali ulevi utalewa uende ulala. Lakini gambling utafollow chenye kimeenda. Na sasa mlikuwa mna gamble casino ama kwa sababu na understand hizo zote zinakuwa na mambo kama SportPesa ama hizi bet ambazo zimekuja za kubet mpira. Umefanya vizuri sana umeniuliza hilo swali, nikakumbuka rafiki yangu mmoja. Unajua ulisikia jamaa alikuwa mwimbaji anaitwa Jimmy Wayune. Jimmy Wayune? Si hata ninajua nyimbo zake kadhaa. Huyo alikuwa ni best yangu. Best yangu. Alikuwa na gari KRV. Tulikuwa tulali. Tunaenda nafikiri unajua Nairobi vizuri. Pale International Casino. Tulikuwa tunaenda hapo na ngiri 70 tunarudi bila. Ngiri 70? Hizo hizi. Tunarudi bila. Na alikuwa anafanya kazi na KRA. Kwa hivyo ndio alikuwa kwa mshahara. Wayune alikuwa he was one of the richest musician mpaka sasa what I know. Na bibi namjua si ameinua nani? Aitwa nani huyu? Mako yanela ba. Nani Gashabi wadu. Ndio amemuinua. Fana ina mnaweza kukuchukua nikwambie Mike Roa alikuwa analanga kwangu kwa kiti. Mike Roa mmoja huyu ambaye tunajua. Ningekuwa na namba yake mpigie. Nikionyesha movie nilikuwa namtaga amplifier yangu itumie. Sasa huko ni wapi sasa? Huko ndo nani wapi? Gatokoyo. Si kwao, unajua kwao ni Mangu. Ndio sijui. Kwao ni Mangu. Ni best yangu, ilikuwa ni best yangu. Tumekaa na yeye. Na hata kianza uimbaji kuingia katika music nini. I remember nilimpa t-shirt. Alikuwa ni mchapo kana. T-shirt hii kwa dedicated to Buffalo nikamchukumia. Wayune alikuwa ni best yangu. Sasa tukiwa tu hapo nataka at least kila mtu aelewe kwa sababu najua hiyo time unaongea kuhusu miaka gani sasa hiyo ambayo mnaingia na Wayune pale casino mnafanya nini na gamble ilikuwa miaka kama gani? Hizo ni ma 80s. Sasa katika hizo nafikiria in my mind nafikiria maybe kutoka hizo 80s mpaka saa hii labda zile game ambazo watu walikuwa wanacheza hiyo time na zenye wanacheza saa hii ni tofauti. Labda umeingia pale, labda kulikuwa na game kadhaa lakini unaweza kutajia labda game kadhaa mimi ulikuwa unafanya hivi pesa inakuja ama unafanya hivi pesa inaenda. Ni types gani za games ambazo mlikuwa ukiingia pale unacheza? Yaani kwa ufupi niseme unajua mimi sasa upande wa game mimi kukupeleka. Yaani tuseme kama ni gambling Wayune alikuwa ananiambia twende. Huyu jamaa alikuwa na pesa, alikuwa anafanya KRA. Nasikia saa 6 nimeitwa kwa kanuaji. Nikipoka kanuaji anaenda pale. Ananiambia imeenda. Akiniambia hivyo nifanye nini? Hata mamake ananijua. Wamemaliza. Alafu na mimi wakati huo si unasikia ni wakati wa projector. Picha unacheza moja. Kwa hivyo utaonyesha picha moja jioni. One show only. Sababu usiku hauwezi piga moja na hauwezi cheza. Hizi unajua ni video unakuta unaweza beba picha 5. Wakati huo alikuwa ni picha moja. Unaweza kaa naye mwezi mmoja. Kwa hivyo huwezi kukaa karatina peke yake. Utachora leo nicheze Marwa, kesho nicheze wapi. Uhesabu 30 days ndio rudisha. Sababu mali ulikuwa na buku hizi picha kuna FCK Film Corporation of Kenya na Anglo American Film Distributors.
kuna Christian Churches of Kenya. Hapo utaenda ubebe picha moja unapewa 7 days. Hapo enda upewa picha moja 7 days. Hapo kwa picha moja 7 days. Kwa hivyo ni lazima ukienda unahesabu hii nitacheza Karatina, ndio Marwa nini, uhesabu siku 7. Uionyeshe leo hapa, kesho huko. Na alafu unaweza lipa zaidi. Unaona? Uende naye mwezi. Na sababu zile kampuni nilikuwa nafanya kazi nao walikuwa wanalipa zaidi. Unakaa na picha 30 days. They are not video. Akina Afro amezaliwa mimi nikionyesha picha. Na umefanya vizuri sana kutaja Afro. Kwa sababu Afro kama saa hii sijaenda sana, lakini nimebahatika kidogo kuingia Tanzania kidogo tu. Sasa katika penya zangu nimesikia Afro akiwa huko. Alafu mostly kiliza kama the young generation, kama mtu ambaye labda hajaingia sasa undani kwa movie kabisa, naweza kwambia maybe Afro ndio ameanzisha kazi ya udj. Tukionyesha picha walikuwa hajazaliwa mpaka kina Smith. Wameingia nyuma. Modification ya recording. Mimi kuna kitu moja naweza kujivunia na niseme. Recording Central kuanzia Thika kuja na huku. I was the first man. Kurekodi picha na naenda. Na nikiwa Thika nilikuwa natuma picha zangu Nairobi. Kuna jamaa mwingine alikuwa anaitwa Judas. Huyo naye ni mwingine. Akina Afro amekuja na nini? Wamekuja na CD. Kuna DVD unaweka. Wakati wakana Afro alikuwa hapo. Alikuwa hayuko. Si video si wewe nafikiri ushaona picha, ushaona movie hata utotoni. Wakati wa kuweka ile video tape. Wewe ulikuwa Afro ni gani ulisikia? Sikuwa sikia Afro. Alikuja late. Sikuwa sikia Afro kabisa. Walikuja late. Na sisi wacha hizo. Sisi tulikuwa tumeanza mbele hata kabla ya rekodi. Jumla ya kumbuka movie ya kwanza kuona yako ilikuwa kama sijakosea ilikuwa ni Three Ninjas. Hizo ni picha za zama. Kuna zingine. Kuna picha zingine na ukigugu utazipata. Call him Mr. Shatter. Kuna hizi za Bruce Lee, unaona Enter the Dragon, Return of the Dragon. Hizo amezicheza marudio. Unaona? Sasa ni movies zimekuja nyingi. Wakati huo zilikuwa zidi nyingi hivyo. Kitu kama Rise and Fall ilikuwa hawajaonyesha. Na sasa tuseme for example sasa umetoka katika tulikuwa sasa hapa kwa projector. Na sasa tunakaribia utoke projector sasa uanze kuingia tape. Hizi ambazo tumetaja hizo kama hizo za Dragon. Dragon ilikuwa ni kazi ya projector ama ilikuwa ni kazi nyingine? Hiyo ni projector lakini unaona hizo picha zilikuwa bado zinakuja. Unazikuta zinawekwa kwa tape. Zinawekwa kwa tape. Kickboxer si ndio zote. Sababu kigugu hizo picha za zama utazikuta zimekuja kwa tape. Ziko kwa tape. Unaona? Na hii picha, kuna picha fulani ulicheza ikanifurahisha sana. Nimefurahisha zote zako, mimi hata naweza ikata movie hapo hata nisikie tu sauti inanibamba. Mpaka yani kama sijui hata naweza semaje. Kuna movie fulani uli DJ ikanibamba sana. Hata sasa hivi maybe naweza taka nikaipata, naweza taka kuirudia sana. Inaitwa Who Am I wa Jackie Chan. Unaweza kumbuka maybe hiyo movie ulikuwa DJ miaka gani ama labda ulikuwa Mombasa, kwa sababu Kiswahili pia nikisikia pale kuna mahali nafikaga mahali Jackie kwa safari rally kabla hatajaingia katika hiyo rally anatoka kwa ule kuolo Masai mala kwa gameanguka na kifadhiwa na wale Masai. Wakati anaona zile safari anaendaga anapata mrembo fulani hapo anakuwa gari yake inakuwa imekwama, si brother yake kijana mwana nyoka akamponya. Kuna vitu unasema ngapo sijui kurudisha mapumbu sijui vitu fulani sijui elewaji una nini. Kuna lugha nyingine ambayo unatumiaga labda kabla ya yani baada ya kutumia labda Kiswahili unatumia lugha nyingine labda ya kikosta ama kitu fulani. Kuna vitu ambavyo unatumia kama hivi. Yani wale waga you must be creative. Lazima create. Create kitu. Unajua kutangaza movie, hata wewe mwenyewe ukiona movie namna hii, uwaga una understand. Now, mimi naingia kwa nini? Niongee Kikuyu.
I must be creative. Ndio nikuweke kwenye mtandao. Haya, mwingine mwenye asikii movie lazima nimweke kwenye mtandao. Sasa ile creation yetu ndio unakuta kama DJ wengine wameanza Baadaye nikupongeze, movie zako hazina matusi. Unaweka creativity lakini haina ile unaweza mtu yote anaweza. Hata kama ni matusi naificha. Kisheng, unaona? Naificha. Sasa hapa Karatina mtataja DJ fulani. Mimi waambiwa na watu, mwanzo usikie picha. Mimi nashindwa kujaribu picha na mimi. Unajua watu hawajui yule alianza. Amenunua picha akaambiwa ni yatima. Sasa ile kwenda kwake matusi. Sasa anachukulia huyo yatima na ambaye anaongea hivi. Mimi naambia mpaka mwenye uwaka na rekodia kwake. Namwambia mwambie mtu wako ajaribu kunyosha. Watu wamezeeka. Hata enzi zangu mimi sikuwa nimekuja hapa kutaja mambo mengine matusi. Watu wenda kama wewe ni fan wa movie, si unanunua movie ndio ka relax nyumbani una watoto. Kwani unaenda kuwakuta wanyama nyumbani? Ni watoto kweli. Unaenda na watoto wako? Watoto hao ndio kesho yangu. Ndio naona mimi sizeeki. Mimi kaangalia mimi sizeeki. Hata umeniambia hiyo miaka nikashangaa. Niko na 58 years. Sababu nakuona bado kijana. Sababu na deal na hawa young generation. Kwako ni kuweke vizuri. Sasa nikianza matusi. Yule mtoto mkubwa atasema na matusi na hata na wewe. Lakini nikiweka picha na familia, unaomba miaka yangu ikae hapo. Kweli. Yaani ile heshima hata kama unafanya kazi ambayo unataka labda kufurahisha watu, unajaribu ile heshima unaiweka. Bila hata miaka mingine labda kama 100 ama 50 itakuja. Mtu atakuja kugundua kuna mtu huyu alikuwa na kitu tofauti na ambao wanakuja. Kwa nini katika Biblia watu walikuwa wanakaa over 300 years? Ana purpose. If I told you have a purpose, why don't you keep it? Weka hicho kipawa chako hivyo hivyo. If you are entertainer, unaona vile unafanya hii recording unafanya na huyu mzee. You can stick on it. Utakuta watu wengine wazee. Au utasema nilikuwa ninafanya na usije kusema ati nimezeeka. You are dealing with unawadili na watu wazee na wengine wadogo, ndio. Jua vile utafiti. Wewe jaribu mahali ulipo, jifanye hiyo miaka. Au utazeeka utakakaa timu. Kweli. Timu tumetufunza vitu vingi sana. Sasa utakakaa timu. Mimi sasa hivi ni utangaza picha. Okay. Hata sasa hivi naweza kuitwa na siwezi ati nikaitwa picha, hebu ona hii. Nikiona naitangaza. Na kama nilianza kuona nimezeeka, hiyo miaka yangu imekataa. Sasa Tima, tumetoka sasa kwa projector tumeingia kwa hizi movies. Sasa kwa sababu unajua recording ya movie ya projector, labda ya projector ulikuwa unafanya live. Ya project ilikuwa kama live na recording. Alafu sasa ukakuja kwa hii ya recording. Utaanzaje hii ya recording ama ni akili gani sasa ndio itakuja sasa ndio waanze kufikiria sasa kurudi sasa huko kwa utoke kwa projector ama uachane na hii kazi ya projector ukuje sasa katika hii recording video. Sasa unajua ukikaa sana na projector kila ukienda mahali ni lazima ujipange. Hii ni mashini imetunduliwa. Ile mashini ilikuwa ukicheza nayo, hii ni lazima uistadi. Unaweka kanda, inacheza. Ushazoea. Unakuja sasa ushazoea umeingia. Uangalie nyuma yake tunaona hapa kuna in and out. Jack pick za huko nyuma. Si utajiuliza hii out ni nini? Kama wewe ni mwerevu, hauwezi kukata. Mimi wakati nilianza kufikiria kurekodi, kuna jamaa anaitwa Harrison. Nikamuuliza hii kitu sinaonekana unaweza rekodi, una deck mbili hapa. Hii na in na hii na out. Kwa hivyo ukiingiza out hapa na hii uingiza in, inachukua sound ya hii. Yangu inawezaje kupenya ikaingia? Kama unashika vile nakuelewa. Unajaribu kufikiria utafanyaje. Hiyo ni kitu nilifanya. Nikaambia jamaa anaitwa Harrison. Hii ni sound ya nini? Hizi ni amplifier. Sisi utoa out tunaweka kwa amp. Tunatangaza picha.
na ile kingine tukitoa hii sound ya amp ingi hapa sitarekodi. Lazima basi ukuakili ilikuwa na kimbia sana. Na imenisumbua si ati inakimbia. Imenisumbua. Vile nakuelezea. That was what I was seeing. Naona hii na line out. Imechukua ikapate elekea hii na line in. Tukichukua hii line out tupeleke hii line in. Inachukua picha na inatuma. Na rekodi picha. Audio naye line out. Ikienda kwa radio sita mix itoke kwa radio ije kwa hii. Okay. You see? Audio. Si ni picha peleka direct. Line out, line in. Sina rekodi. Audio naye chukua hii. Line out. Weka kwa mixer. Ukiongea itoe kwa mixer uweke kwa hii. Line in. Okay. Mimi nakwambia sababu nikitumia nilikuja nikazoea. But it was hard for me to understand. Even to start with. Tukaweka. Tukarekodi. Tukarekodi sauti nyingine mbovu sana. Ya kwanza. Mimi nikaangalia nikasema okay. Na ni wapi huko sasa? Vika. Okay. Vika Mkongeni. Nilikuwa kwa video inaitwa Super Cobra. Tulikuwa tumeistart. Huyu jamaa alikuwa amekopa pesa kwa TV kuu. Alikuwa anaitwa Dori Best yangu. Sasa mimi Vika kurekodi, tukarekodi kanda ya kwanza. Sauti nyingine mbovu. Sasa sisi tulikuwa unajua hizi sijui ushaona hizi radio za zamani detachable. La Sonic ina speaker pande na hii. Na ina microphone na ina line in line out. True. Radio iko katikati. Hiyo ndio tulitumia. Lakini haina yenye tulikuwa tunatumia haina graphic equalizer. So you cannot equalize your sound and the key. Na ndio tumechukua tukaona hii sound ikitoka ingie hapa iende kwa ile na picha itoke hapa ingie kwa ile hii sound yako itachukuliwa. Huyu jamaa alikuwa anaitwa Hari, alikuwa ni mkamba mzuri sana. Nampenda sana huyu jamaa. Tukaconnect tukasound nyingine mbovu sana. Yeye mwenyewe akaenda akalala. Saa 11 za asubuhi akaja kanikuta. Mimi sijalala, nafikiria mbona ile sauti ikawa mbovu namna hii. Akaniambia sisi hatukuequalize. Tuliweka tu tukasahau na kuequalize. Mwanzo kabla ya kuweka hii kitu kuequalize. Alafu ni lazima tuwe na radio nyingine tutumie hii sound tusikie vile itakuwa. Haya mimi nikamwambia tufanye hivyo. Sound yetu ikawa clear. Maana tangaza kitu cha kwanza. Unajua ukitangaza ushamaliza unaweka usikize. Ripoti hii by saa 10 ilikuwa imefika Kiandutu kama ushaenda Thika. Kiandutu. Watu wanajua Thika. Kiandutu ilikuwa sauti imesikika, tia na rekodi. By kesho niliona makastoma. Aya, umeweza leo na tayari kesho kesho yake jamaa alikuwa anaitwa nani kamaliza ametuma jamaa wake tuniwale kwa bibi cha Sheko hiyo kanda moja nikajifanya ati mimi ni mjuaji nasema kanda moja ni 100 na ni siku moja kukodisha inaenda hiyo ni kukodisha ni kitu mzuri sana kwa sababu sijui sasa kama ni unauza unampatia anaenda anaonyesha anarudi. Kesho akizidi kukaa naye atalipa tu. Okay. Tukaona watu wanaenda anachelewesha anasema sijui mashini yangu ilileta nikamwambia deposit ya 2000. Hizo ni pesa tena nimepata kweli. Sasa tukaendelea unaona Gatanga. Kioni kwa Kinyakigia. Hapo wapi? Kigio. Murang'a yote. Ukambani una hiyo njia kwenda Garissa. Matu. Kanyonyo. Kaka Mwingi. Embu. Mimi sasa nikawa wewe ukileta picha huwa anachukua. Pesa tukapata. Na hizo pesa ndio nakwambia maisha ya mtu si pesa ni damu yenye inatembea mwilini. The lot of money. Mtoto wangu alingenikuta pale nikiwa millionaire.
ama angenikuta maiti. Pengine nilipa pesa nisikufe, nimlee. Tukawa sasa tuko juu, Thika nikawa navuma. Thika wezi ambaye Wakamba alikuwa ananipenda. Sababu unajua kuroga nilikuwa naroga na Kikamba. Mimi Kikamba najua. Kikamba nitaitwa kambe onena Kikamba ni Mukamba Kibinjo leo isingonjije mwana. Nilikuwa naongea kana unajua Kikamba wale Wakamba ni wengi Thika. True. Inakadi kama inakutanisha Wakikuyu ni kama cosmopolitan town. Sasa nilikuwa Wakamba naona ni wengi, kwa hivyo na roga na Kikamba kidogo sana. Nasema tu ni Mukamba Kibinjo. Mkama na nilibidi hapo Kikamba najua mimi ni mwenyewe. Hapo ndio ulitoa Mutisia. Mutisia endelea. Sasa kutoka hapo unajua nilikuwa naenda mpaka kwa Kaluya wakati wa projector. Nje ndio mwana wewe. Najua kibaduya kidogo. Kama ni Mombasa. Sasa hiyo umesema aje sasa? Mimi ni mtoto wenu. Bibi ni mtoto wenu. DJ mwana Nje ndio mwana wewe. Ndio mwana wewe. Wainanga Thomas Chole, wanaitwa Thomas Chole. Alafu tukarudi Mombasa nako nilikuwa najua kwa mkuu na nyinyi. Unajua agiria manao kama waria si lazima washike vile. Ni pole pole mosmos utembee nao pole pole. Sasa nilikuwa najua salamu za kwa mkuu Ruhuri, alamu kazi uwe, salamu Kasmanya uwe. Umepeleka mbio pole pole tu mzee. Ati unaanzaje salamu za asubuhi? Alamu kazi. Umeamkaje? Salamu Kasmanya uwe. Umeamka vizuri sijui kwa hapo. Salamu Ndoba ikala mimi napiga rangi hicho nikibiria hapo. Hiyo nilikuwa Mombasa. Wale sasa nilikuwa nawatembezea. Alafu nikianza picha kule najua Waislamu ni wengi. Nikishika mikrofoni ni lazima niingie na yani nipenye kidogo tu pale yani ile kuwashtua. Salamu alaykum, wa alaykum salam. Alafu tuendelee. Sasa hii movie ya kwanza umetembea, tumekuja uko Thika na umeanza kurekodi na biashara imekuwa nzuri sana kwa sababu imekuwa nzuri. Umerekodi leo na jioni tayari habari zimefika Kiambutu and the next day ukaanza kukodisha zile tapes. Na ikawa nzuri kwa sana kwa sababu mtu akijichelewesha ama nini na ile deposit yake 2000 na kazi imekuwa nzuri. Sasa hapa kuna maswali. Huyu jamaa huyu Kabikazi huyu ambaye alikuwa amekopa pesa benki. Pesa yake ataweza kulipa ile benki na aendelee na kazi vizuri ama itakuwaje? Ndio ataweza. Atalipa. Okay. Sababu unajua tulikuwa tunahesabiana hii picha tukikodisha 100 tunakanjana hizi. Umesema mwaka gani? 96 hapo. 96. Hizi pesa tukikodisha hii kanda yeye anakula hafu na mimi hafu. Sababu itarudi. Kwa hivyo kwa 150 zake aweke. Mimi zangu si ni sauti yangu. Sikukopa na sauti sikopi. Na sauti sikopi, wali kopa mashini. Mimi nikaja na mwili wangu Mungu ananipenda. Akanikopesha. Sasa tukaendelea, alikuwa anaitwa Joli. Alienda na akawa juu sana. Mpaka nilinunua mafri. Ndio ilikuwa ni Super Cobra. Na sasa hizo picha zikaanza. Si unaona hawa watu beba mboga kutoka huko kupeleka Thika. Wakaanza kuleta mboga Thika. Magari yao madereva na walio makanga wanaleta mboga na huko wakawa wanakuja wanasikia movie. Unajua amekuja usiku, mchana amekuja kurelax kwa video hizi kanda mnaweza kuzipata. Ndio nikapata jina na huko. Nikapelekwa Kemahori. Kabeba jamaa alikuwa na video Kemahori akasema hapana, ndio jamaa acha niende niangalie ni wapi hizi kanda zinatoka. Ndio akaja. Thika akaniambia kama sauti yako huko tumezoea. Sasa watu washaijua kabisa wanataka tu chimba si ndio Central
Sindio, sasa akaja akaniambia hapa kuna watu wanasikia kama movie wako. Yeah. Na mimi nikaanza kucheza kacheche. Yeah. Nikaanza kuonelea hapa nianze. Yeah. Wale mafans wako unaniandikia majina. Mimi nikitangaza picha na mtaja fan wako kwa movie. Unajua atavuta wengine. Tukaunda kacheche na huyu jamaa. Alikuwa anaitwa Mbatia. Yeah. Sasa huko nikamuona. Jamaa anaitwa Nzenga akatajwa kwa movie. Jamaa alikuwa nazo ni broker na pesa. Na wengine anaambiwa taja fulani. Mtu akija akiambiwa, tulisikia timu ni Wavika. Nilikusikia kwa video na kuja anasema hebu rudia kwanza nilitajwa. Naleta wa sasa wakati unataja jina kuna kitu ambacho labda mtu anakupa kama pesa. Sasa unajua mimi nataka ku-create nini? Nataka kuunda pesa na kutafuta wewe. Nikikutaja kwa movie na wewe ujui utaambiwa. Sasa ukiambiwa si target yangu ni wewe. Wewe utakuja usikize unakuja naambia hebu ambie huyu jamaa akuje. Huyu jamaa ni nani anatujua? Nilimwambia wewe. Ni nani? Na ndio na sauti poa. Yaani unaona ni kama vile umeenda kwa broadcasting. Yaani sijui kama unaona hujatajwa mahali. Umetajwa mpaka unataka ile picha irudiwe, unataka kuimbia. Unataka usikie jina yako tena ikitajwa. Umesema hebu nenda mwambie nitajie mtoto wangu nini. Sasa hapo ndio naambiwa hebu lete sombili. Huyu anakulia. Ikanibidi wale watu nimetaja wengi sana. Marafiki zako huyu amekuja stand kutajwa, huyu ndakutajwa kwa ile let's tulete huyu jamaa. Na utalipa 50 si ndio? Sasa unajua huko utakuta runda. Okay. Sasa Mbatika niambia wewe watu wanasema uje, nikamwambia nitakuja Disemba. Tutaunda nitaenda. Sasa mtu unasikiaga natajwa hata kuna ni nani huyu nani wanamtaja na alafu unajua nilikuwa creative. Wewe unakumbuka enzi za Kanza? Kwa kare. Nilikuwa creative. Sio nikaenda kama kwenda huko nilikuwa nimengojewa bwana ngefikia ni rais. Mpaka jamaa ananiuliza. Na timu niyo kile. Tumesimama na yeye hapa. Na ananiuliza na utaki kuongea sisikie sauti. Unajua mimi nimefika na madhiri. Kumbe wazee wanafikiria huyu jamani jamaa wa studio. Anakuja na diga. Hawajui kanda urekodiwa tu na tumashini kidogo. Wanafikiria ni studio nyingine kubwa sana. Huyu jamaa atakuja aidha na lori ama na gari nyingine. Jamaa timu niyo kile. Mimi kuingia watu walisema maheni tio yo. Huyu jamaa alikuwa anaitwa Nzenga akaniambia wewe kogwe wananie bishemo to nengure ngambia mwenyewe yuko kuna giza tu trobe tuigwe kanewe toto wewe aligo toera mimi nikachukua microphone nikapeleka picha ikifika katikati nikaikata situfudie kionje kidogo nikaikata ile kuikata jamaa akasema kweli ngumu ndio igana mwana. Kuna mzee mmoja anaitwa Njohi mimi ukumbuka sana. Kama yuko wacha aishi vizuri. Alikuwa ananiitaga Senye. Nilikuwa napenda kutaja masenye yani akanambia nitote kiano. Hapo nilikuwa nimeambiwa jina lake nishaditaja kwa movie. Sasa kafurahia sana. Sasa umekatisha movie katikati. Nimeikata nikaambia mmeamua mmeamini nitote kia nikaambia basi wewe ndio mkore tulilokoma mimi kwenda kurudi viko unajua nimekuja promotion hizo movie ambazo umeanza usisahau umekuja promotion kaanzi hapo hizo movie kuna movie ambazo sasa umeanzia nazo hizi wakati wa tape sasa utarudia zile movie ulikuwa unafanya zile za wakati wa projector ama sasa utakuja na movie ambazo ni mpya ambazo zimekuja si mpya ndio zimeanza unajua zamani kulikuwa na movie za jeshi nyingi una kitu kama movie kama Rambo First Blood zimekuja nyuma na tapes na ni movie ambazo zilikuwa
zimetia fora sana. Ni kama unaona Rambo. Rambo. Kumbuka. Hizo ni movie ambazo ziliingia zikiwa tight sana. Alafu wakati wa projector hii ni kanda ya projector ilikuwa na problem za kukatakata. Unajua hiyo kanda ina mashimo, ni kama ushaangalia kanda ya nini hiyo kaseti negative. Kuna mashimo kando. Kuna zile sprockets. Hii mashine uvuta hizo mashimo. Waga zinakatika inateleza. Sasa zilikuwa zina shida sana. Ni kama sasa si wakati huu tunaona CD. Wakati wa kanda unasikia dust on your head. Mara unapanguza. Nakumbuka. Sasa ni DVD. DVD nao unasikia scratch. Kutoka hapo sasa tuko kwa nini? Ndio maana katikati ilikuwa labda wakati tunatangaza kuna mahali ulikuwa unasema sijui hitilafu ya mitambo, alafu unaona screen inaanza kukatakata inakuwa na lines. Si ndio? Hizo vitu hizo sprockets ndio unasema zilikuwa zina matatizo. Okay. Hizo ndio zilikuwa na matatizo. Sprockets zilikuwa ni projector. Kwa projector sasa. Sasa hizi ni kanda. Tunaenda nalete shida mahali. Na hiyo shida mimi hata nikiona nilikuwa nimeona ipo. Kwa hivyo nitakwambia mbele. Kuna shida kidogo hivi tutamalizika. Sasa tutajie baadhi ya movie ambazo labda unaweza kurekodi nazo. Sasa hiyo tutarekodi. Sasa kama hizo vitabu Rambo, tutaja Arnold Schwarzenegger, Terminator, Commando. Commando. Sasa hizo ni baadhi ya zile picha nilikuwa zinapendwa sana. Yaani tunatafuta zile movie ambazo ni best zitainua ile biashara zitakuzajili. Sasa kuna hiyo Rambo, First Blood, Rambo 2 unazipanga. Unazicheza 1, 2, 3 mpaka 4 unaenda mpaka vile zinazidi show. Sasa hizo ni zilicheza. Commando hiyo siku tongeacha nyuma. Na pia kuna picha kama za nani Vandem. Umeniona mpaka Vandem alikuwa yuko juu sana wakati huo. Kickboxer. Sasa hizo wale unatafuta wale mastari ambao ni kama kali double team. Alafu naingia kwa comedies. Mimi nilikuwa mbaya sana na comedy. Hiyo unatangaza kijeshi na at the same time bado unafanya comedy. Unajua comedy lazima uwe creative. Sasa Ngao unajua ni nini nilimuitangaha wajulikana kama God must be crazy. God must be crazy. Sasa hizo hizo gozi hata watu wengi ndio hata angalia mchezo hata angalia tenga huo pekee. Ndio unajua hiyo ni wakati huo. God must be crazy. Sasa picha kama hizo. Okay. Sasa umeingia kwa tape na imenoga vizuri. Kuna mahali ambapo hii biashara labda itakuja ififie kama mwanze kufila kuna kitu kingine bado imekuja ikafukuza hii biashara kwa market. Sasa watu wanataka vitu vingine. Kuna ilifikaje sasa ndio ukaacha sasa ku concentrate sasa na hizo markets and all that. Sasa ukaacha ile biashara ama ukatoka kule Cobra, Super Cobra. Umeuliza swali nzuri sana. Na hilo ndio sasa takujibu. Watu wanaona timu na wanatangaza picha. Mtu anakuja pale anaiga. Unajua kuiga is to take a microphone unaanza kutangaza. Na mashini zimekuja. Sasa ikawa kuna kama vile competition. Picha zimekuja nyingi na unakuta mtu anaroka mtu amekuja sasa wewe ni rafiki yangu. Mimi waga sina ile mbaya. Sasa ukija unaambie unatangazaje picha na kwambia kuja tuone na wewe picha na kwambia umeunderstand. Sasa ile kitu iko wewe ni kuipeleka kwa Kiswahili. Kama ujui ni shida, mimi sina hiyo ni shida yako. Sina kitu kingine naweza kusaidia. Na kina DJ Boma hapa. Na kina Marco. Na kina K2.
Mimi si watu ati mimi najua, niliwakuta hapa, si ndio wanafanya hiyo kazi. Sasa walienda sasa, kwa kuwa wewe umejua, unaenda unaangusha bei. Unaharibu kazi. Wakaanza kupenya. Mimi nawaambia mtu kama Marcos nilimwambia usilipiche kutangaza picha moja less than 300. Lakini unakuta Kihindi and Kihindi unajua kukielewa ni ya subtitle. Subtitle unajua Kihindi ukiweka CD kwa screen unafinya subtitle inatoka, unasoma, unaweka kwa kichwa. Wakati wa kuonyesha si unaitoa. Lakini kawawekagi wana fluke. Wanasoma mpaka vitu zingine zenye haziko. Wana fluke. Na wewe nao ukienda nyumbani utaweka, si una mashini yako, unaweka subtitle. Unasoma Kihindi, unashindwa na huyu jamaa alisema nini. Mimi nikaona hii kazi, hii competition na watu wengi chukua huu ni tima. Wewe biashara yako ikikosa kwenda, kuna mali inaweza kukupatia. Saa hizi nikwambia nenda ununue CD pale. Ni Super Cobra kama ni hapa Nyeri ndio utakuja kuacha ama safari yako kutoka Thika sasa kurudi na huko kwa. Ndio swali ni vizuri. Ndio nakwambia nikiwa Thika hata kurekodi nikasikia huko natakiwa. Thika nako kutawa kuna watu nimekwambia. Wameanza kupenya. Nikaanza kutangaza picha huko. Niko na wacha niwaache na huko. Niame nije na huko akina DJ Otesh. Akina DJ Moha. Akina Bishop. Bishop bado yuko, huyu jamaa ni mzuri sana. Na nitakuuliza swali ya Bishop. Ndio nilikuwa nataka kuuliza kama ni bibi kuna vile mko related. Sababu ukisikia Bishop flow yake na yako kuna vitu ambazo zinalingana. Acha Kiswahili. Unajua kuna ile flow ambaye mtu atoki nje ya line ama anafanya nini anapeleka na movie. Kuna kitu fulani nimenotice wewe na Bishop kuna vile hata maybe kuna watu wanashakwambia hivi. Bishop tumekaa naye Thika na unajua Bishop mimi nikimjua alikuwa ni mtoto. Nikionyesha movie Nairobi lakini ni enzi hizo za zamani wakati wa projector. Alikuwa ni mtoto mdogo. Sasa tulikuwa tunampa kazi achukue mbao mahali tunaonyesha picha. Wewe fagiani hapa, wekeni mbao huko. Lakini sasa ni vitu tunene sana kubwa sana. Sasa nikiwa Thika, Bishop alikuja Thika. Nikamwambia wewe jikaushe. Thika kuna watu wengi. Mimi nilikuwa niliacha Super Cobra. Yule mwenye Super Cobra akaambiwa ni nani anaweza compete na tia, akaambiwa ni Bishop. Bishop akaitwa. Mimi nikamwambia wewe fanya kazi. Huko kuna watu wengi na mimi nikaenda Sengeo. Sengeo ni Thika. Unaona ukiwasaidii kama ushaenda Makongeni, soko kona ile na kona ile na kuna watu wengi. Sasa ile niliacha Bishop akaja akaijenga kabisa. Na mimi nikawa pande hii. Kuna timu ya competition. Bishop akaendelea Thika akapata watu. Tulikuwa tunaongea mpaka sasa tuko sana na Bishop. Tulikuwa mpaka sasa ni vile nikaja na huku. Wakaja watu wengine na yeye mwenyewe akarudi Nairobi. Mimi nikaja Nyeri. Sasa kuja Nyeri niliona wacha nitoboe shimo na huku. Nini ilifanya ufikirie kuja Nyeri? Ungekuwa na places nyingi kama huko ni competition. Ulikoshajulika huko vizuri. Mbona haukufikiria kwenda huko ukaja huko Nyeri? Ni kitu gani ambacho kilikuvutia sana na Nyeri? Mafans wa Nyeri, tunasikia kama ore nilikuwa ni watu wengi wananipigia mpaka masimu nini. Nikaona hapa ni karibu. Ndio nilikuja Kemaore penye nakwambia. Kuja huku nikaambiwa Karatini unatakiwa, Nyeri unatakiwa, unaona? Unapema, unapenya. Huku sasa nikawa niko na mafans wengi sana. Na hiyo time sasa umekuja huku umepata fan base. Sasa utatoka Thika ndio nyumbani. Wewe tuseme. Sasa utakuja huku kutafuta mahali pa utafuta nyumba pia kukomboa ama ufanye nini ama utahama sasa kabisa kutoka huko ukuje na huko sasa ufikiri mambo ya kulanda kama hiyo. Sasa unajua mimi kazi yangu ni hata Thika hiko ni nyumbani. Nikukodisha. Nikija huku ninakuja kukodisha.
nakuja naambia wewe huko kama huko kwanza, unajua ukiwa mgeni mahali na wewe ni DJ si utalala vizuri hata kuliko kwako dadi. Utalala vizuri hata kuliko kwako papa. Hitmaker. Huyu jamaa atafutiwa mahali pa kulala. Ndio nakula vizuri. Favors. Kweli. Alafu kanuaji nako unaona wakati huo mimi unaona ya kanja sini kanuaji. Hizo starehe za zingine mimi huaga sina. Nilewe niende nilale. Kesho niamkie. Kwa kazi kama kawaida. Sasa huko nilikuwa naambiwa hivyo. Huko kwa Mahoro nimekula lokole ya pogo. Naleta wanyama kama hii. Kibuyu kama hizi 3 nyama steak. Minofu. Minofu unakula. Alafu kiamka asubuhi naambiwa watu walikuwa wanalima wakati huo mashamba zilikuwa hawajanyang'anya zile mashamba za kule letu. Unaambiwa na mtu waruta beba nini. Yaani unakaa starehe zingine. You never know wakati mko na huku mko kwa chakula. In fact ukienda njia hiyo nasema ya Mombasa. Unaweza kutumia Kitengere. Hiyo barabara ushaenda mpaka Isenya. Hata mali si watu wanalima wanategemea biashara zao hapo kwa mostly hapo kwa barabara ndio kuna biashara nyingi. Lakini kulima hakuna mambo ya kulima. Unalima nini? Unalima iko nini? Sasa mimi kuja huku nilivutiwa na kaona huku mlima uko hapa. Mboga ni nyingi. But let's say ni Mungu si mimi. Ningekuwa Mombasa mimi ama Nairobi sababu ningestick Nairobi. Yani wacha niache kusema singekuwa hapo nilipo, ningekuwa juu zaidi. But only God knows. Ni Mungu anajua. Kweli kwa msila life. Ni sinema kwambia kuna watu wengi sana wanaenda. Kuna DJ mwingine alikuwa mkali sana. Alikuwa anaitwa Paxton. Kuna DJ mwingine alikuwa mkali zaidi ya wote. Alikuwa anaitwa mtoto wa mama. Paul, ulimtaja tukianzia huyo alikuwa ni mnati bwana. Mimi mwenyewe hata angekuja hapa mhoji mimi nasema mimi si DJ. Huyu ni DJ. Moto. Wakati alienda hivi tu sikufurahia. Mimi sikufurahia, alikuwa kana Kiswahili kitamu, mimi na Kiswahili kitamu. Lakini kuna vile watu waanza kusema sijui anatumia nini. Unajua Mungu akikupa kuna watu waanza kusema sijui umeanza kutumia njia za kando. Ambao kuna matendo na show maiza. Na kati ya wote wale nilikuwa najua. If I'm not mistaken, I'm the only man alive. Congratulations. Wengi. Kuna mahali mimi naenda mpaka kuna wakati nienda Rili nikauliza ndio moyo. Sema niende wapi? Unaambiwa sijui nani alikuwa amesema umeenda. Nimeambia wacha aseme. Mimi niko. Si unaniona? Kwa hivyo hata ma friends wengine wangu kuna msimu wa nini wa magonjwa mimi waga yananishika. Hata corona naona tutapasiwa nini wote. You're very strong. By the hata nilikuona hivyo ile time tunaonana pale. Tiba bado imesimama hivi yani. Huyu kamuuliza hiyo kazi mimi nilikuwa nimemwambia huyu. Naambia unafanya kazi ya mjengo. Mimi kamwambia unajua hii bode kushika tu kama hiki unatangaza picha. Utakaa wiki inakulegeza. Na mwili unalegea sana. Niache nichukue mali. Hata mtu akikuangalia hivi ni tizi kiplani. Kuna vile bodi yako inakaa fit. Sio kwa sababu sio watu wengi wa hiyo miaka ambayo umesimama hiyo designer tunatembea straight ama unafanya vitu kama hivyo. Watu wanapenda wengi wa miaka yake hata nawaona wako na mikongo. Kama anko yangu ni wa hiyo age. Kwanza yeye ni wa 65. Hata mgongo. Kuna watu wengi mimi niona mimi naambia umlizaliwa naye mimi nasema yani nawaondokea ni Mungu aliniondoa pale kweli usiwe na majivuno
Na tima tuulize sasa, katika hii kazi ndio kuna faida nyingi ambazo tumeziona and all that. Na ulikuwa umetaja Rise and Fall kama movie moja ambayo ulitembeza mwaka mzima. Katika career yako yote ni wapi unaweza sema labda ulivuna sana ama kulikuwa na faida nyingi sana, ama ni movie gani ambao labda ulikuwa ukiweka hivi watu wana go crazy? Sasa tuseme hiyo Rise and Fall tukupe kwa kifupi. Nilienda nikaionyesha Eldoret. Eldoret, tunajua kwa Eldoret town kuna posto unateremka kwenda Iteni. Kutoka Iteni unateremka mahali Moi alikuwa kama mwalimu Kambati. Iteni hiyo movie ilikuwa na demand. Sababu nilitoka wapi Voi. Nilikuwa niko Voi, nimeionyesha na sasa nilale, kesho nipigiwe simu tuambie tuko wapi. Na kukuwa na simu ni landline. Mimi nilikwenda tu kwa bafu, nimeonyesha movie, nimemaliza. Naenda kulala. Simu naambiwa kuna gari inawachukua. Tokeni muingie 504. Hai, kaingia kwa gari. Sasa tulikuwa Eldoret Iteni. Siku ifuatayo ilikuwa ni kama mkutano. Watu wanangoja tima inalipishwa 100 bob. Rise and Fall. Yaani mpaka vipasa sauti havifiki wale watu ambao nyuma. Wacha tuende Flax huko nako watu wamejaa. Wacha tuende Kipkabus. Na mapokezi wakati unatangaza kuna vile watu wanacheka zaidi mpaka unasikia wewe mwenyewe unakuwa elevated. Unajua hii movie apart from me ni interference yangu ni kuelezea. Lakini according to history ya Amin, watu wengi walikuwa wanataka kusikia. Walikuwa na relate. Kwa hivyo ile si kitu tafluku ama uende kando. Ni kama ni Mulago Hospital, ikiwa ni Amini mali ya Mungu, unawapa majina, wanaelewa huyu alikuwa anafanyaje. Na wanakaa ni kama shule. Unaona vile watoto waga na wapeti. Mpaka mwingine anasema na alikuwa anafanyaje, inakubidi uisimamishe waambie. Mulago Hospital ndio fulani alitolewa. Chief Justice alikuwa ni nani unaelezea hiyo story historia. Sasa hiyo ndio ile picha nilianza nayo vizuri sana. Na kwa kwenda kwa muda mrefu nikawa nimeielewa. Unajua kama nikaa kitabu ndasoma leo ndarudia kesho. Sasa nilizunguka naye Mombasa. Nimeenda Mombasa, nimeenda India ya nini? India Thika, Mwingi, Kanyonyo, nikaenda Mwingi, nikateremka Chuma Mbili, nikaenda Garissa. Kutoka Garissa nimepita ile njia wakati huo ilikuwa kuna shifter. Tungeonyesha hizi matauni za ndani. Sasa kutoka Garissa tulienda kutokezea Malindi. Malindi tukaenda Kilifi. Kutoka Kilifi ndio sisi hao tukaenda Mombasa, tukavuka Kilifi inaitwa Likoni Ferry, Ukunda. Tukaenda Ramisi, Msambweni. Hata siwezi kumbuka. Yaani umezunguka hizo town zote za pwani. Coastal towns. Nimezunguka. Naitwa. Mara nilishaitwa Thika. Nilishaitwa Murang'a. Nilishaitwa nini? Na hiyo picha moja tu. Na hizo tuseme sasa Rise and Fall ilikuwa maybe your highest moment. Najua kuna muda kitu chochote ambacho Mungu amekuzaidi ama kuna riziki ambacho unapata riziki kwake na tuseme ni talent ambayo uko nayo ndani yako na kupatia unga na all that. Kila kitu kizuri ambacho kina mazuri mengi hakikosi muda mmoja ambao ulisikia hii kazi nitaacha, ama kuna kitu ambacho kilifanyika in your career ukasikia umekufa moyo kabisa, deadly, ukasema hii kazi sitaki, ama kitu kakufanyikia kama mistaken identity ama nini. Kuna kisa fulani ambacho unaweza kutupatia labda your lowest moment, yani changamoto fulani, kitu kilikufanyikia siku moja, tutafika kwa changamoto, lakini kitu kilikufanyikia siku moja kisa ukasikia hapana. Yani nilikuwa wapi? Nilikuwa Dunga. Okay.
na Lungalunga ni boda ya Kenya na Tanzania. Sasa nikiwa pale kuna hakukuwa na simu, lakini kuna magari huaga zinapiga simu za kampuni gani sikumbuki vizuri. Kama unataka kupiga simu unaenda pale. Mimi nikawa simu ya my sister inaitwa Doris. Si connect naye. Nikashindwa kaa niko Kenya. Ushapiga mahali ukashindwa. Kweli niko Kenya. Naambiwa niko kwenye boda. Nilikuwa Lungalunga. Okay. Nikashindwa hapo kweli niko Kenya. Nikaona hii kazi. Network balaa. Nikaona hii kazi naweza. Nikafikia wakati ambapo nikaonelea hapana, mimi si mwanaume. Nimeenda kweli. Hiyo ndio wakati nilikuwa nimeona nitaacha hii kazi. Your lowest moment. Unajua unaweza kumiss kuona mtu fulani, lakini ni wakati huo ufika. Tena kaida kwa kinyaga unajua unasikia umemiss kuona mtu fulani. Nilikuwa nimemiss kuona sister. Alafu simu aziji. Alafu nao wamepiga ziki. Wakati wa kutoka huko ndio nikaja tena nikaja Kinango. Kutoka Kinango nikakuja Kwale, Nut House. Kutoka Kinango nikaja Mombasa. Kurudi tena nikashika hii njia kwenda Kinango sasa kutoka Mariakani. Nikaenda mahali panaitwa Bulanza. Bulanza unajua basi ya kwanza ya saa 10 ikipita hakuna basi nyingine utaona. Ni mahali interior. Na nimeacha. Mdozi ameniacha. Hauna mtu ya kuambia nilisaidiwa na lady. Unajua kuna kitu ufikia mdozi wangu aliniacha. Tumepanga mizigo mashini zetu generator, projector. Akanambia unajua tunaenda basi ya saa 10 hakuna gari. Sasa ilifikia saa 10 amejipanga hakuniita. Alichukua watchman ndio alilala na mashini nje. Akamwambia wewe sasa ikifika uniite. Hizi mashini upeana kwa gari. Sasa basi ilikuja ikawekwa ilikuwa ni hizi magari za Garamshi. Huyu akaweka mashini ndani. Akafikiria ulikuwa unasema sasa basi imekuacha mdozi ameenda. Kwani yeye alifikiria uko wapi wakati anatoka? Sasa unajua kuna mtu huaga na mafikra mengine. Sasa juu mmezoeana mkiamka asubuhi mnakutana wapi, na alafu umeacha mzigo nje iko na watchman, unafikiria huyo pengine aliingia. Unaona kuna kitu utokezea unasahau. Sasa yeye alienda alirudi kujua akifika akashindwa hai na huyu jamaa yuko. Unaweza ni vile kusahau. Unajua saa 11 tulikuwa tunaweka mizigo nje, generator, mashini. Watchman anaambiwa basi ikija uzipack. Sasa akizipack mzee unajua akijitayarisha aone zimepigwa. Kuja alifikiria hata na mimi nishaingia. You know it can happen. True. Sababu ni kitu tulikuwa tumezoea. Akija ananikuta nishaingia. True. Lakini mimi sikuwa nimefika nikaachwa. Sasa ile kuachwa bwana. Nilitaabika, nilisaidiwa na msichana alikuwa anaitwa Mweni. Akaniambia sasa hapa aidha gari ya mikate ama gazeti ndio itakusaidia. Na mzee alikuwa shaenda Nairobi. Huyu ndiye alinisaidia, akaniambia wewe usijali, ile gari ikija ndakulipia kufika Mariakani. Nikupe fare urudi Nairobi. Baadaye Nairobi haikuwa ati gari. Train ilikuwa ni 60 bob. Toka Mariakani. Akaniambia utaenda ni zamani. Ilikuwa pesa bado. Hiyo 60 bob ilikuwa a lot of money. It was a lot of money. Sasa mimi akanipa 100 bob na akaniacha nifike Mariakani. Nikaenda Nairobi. Ile kufika Nairobi mzee alikuwa anakaa Embakasi. My boss. Nikaenda huko nimewaka. Kwenda nikakuta bibi yake nikamwambia, mzee anaweza kuniacha? Aliniacha wapi? Akaniambia alipoacha wapi? Nikamwambia, mzee kupigiwa simu. Akamwambia bibi yake hata mimi nilishtuka. Sijui atukwa na nini. Mimi mwenyewe unajua kuna kitu naweza kuangalia ukaona alikosea
kwa kutojua siko nimeingia. Yale ni mambo ambayo niliyaona nikaona alikuwa confused. Sababu tulikuwa tumezoea. Mizigo iko ndani, mimi naingia kwa basi nalala. Akija tunaondoka. Kwa hivyo alidhania nimeingia nimelala. True. Sasa hata nikaona safari kama hizo, unajua unaweza fikiwa ukaona isipokuwa niliachwa mahali najulikana. Ningekuwa ni kwingine ingekuwa ni aje? Ingekuwa ni noma. Sasa hiyo ndio nilikuwa naonelea niache ama niache, but you can improve. Unaweza kubadilisha. Uko na makosa ametokezea kwa sababu ya kule kusaidiwa. Mnapewa wewe mwenyewe sasa itabaki unamuita mzee mnatoka. Hiyo ndio ilikuwa the lowest moment. Sasa nikotaka niulize kwa sasa sahi kwa sababu umefanya hivyo vitu vyote na nini kwa sasa bado uko na maazimio ya kujishughulisha na movie ama kwanza umepiga break kidogo? Movie siwezi hata. Hiyo ni kitu nilizaliwa nayo. It's in your blood. Mimi usema kwangu ni talent. Sababu hata huyu Washira mimi uniita. Ananiambia kuna picha imetokea mpya. Kuja niwekee. Naenda namwekea. Kama hii Fast and Furious 9 anasubiri nende nimwekee. Nende nimrekodie. Aonyeshe. Hata nikapata mashini, mimi siwezi ati kusema ati naweza ati kufanya kazi nyingine. Ikiwa ni movie na hata ile kazi ya mjengo naweka movie. Naweza kuweka movie. Na problem sasa sina mashini za kurekodi. Na nikipata mashini za kurekodi mimi it can be hiyo itaweza kuwa ni kazi yangu. Na umefanya poa sana kutaja mashini za kurekodi kwa sababu katika hiyo karia yote ambayo umenini haiwezekani kukakosa mtu mmoja ambaye kwa mahali anasema ultimate naweza mfikiaje, at least kama nina kitu kama hicho, kama ni hizo machines ambazo anahitaji niweze kumfikia na ututajie ni machine kama gani hizo za kurekod, labda zinaitwaje na level zake zikoaje, kwa sababu mimi labda sizielewi. Unaweza ukakuwa specific kidogo ukasema ukapata machine kiasi fulani type fulani inaweza kakuwa ya manufaa kwako. Kwa kifupi tuseme, unaona kompyuta huwa ni mzuri sana. CPU. Sababu tukinunua kuna ile DVD recorder. Hiyo ukinunua time yake, duration yake na huwa na picha safi. Yani ni a clean quantity. Lakini time yake ni ndogo. Sababu ile jicho yake kiisha. Hiyo sasa ni kusahau. Lakini ukipata kompyuta CPU, alafu unajua utaweka zile nini zake, upate tu kompyuta. Tuseme kompyuta ukuwe na keyboard, ikuwe na CPU, ikuwe na monitor, na labda printer hapo. Printer hata. Ni hiyo kompyuta sasa, keyboard na keyboard, CPU, na sasa monitor. Alafu tuweka software. Sasa zile software ni software ya movie waga ni Honestech. Na TV card. Alafu na mixer. Mixer unaweza taka, kwa sababu najua mixer labda ni tofauti. Unaweza taka mixer inatoshana namna gani? Mixer ndogo tu, unajua hii ni kitu tu, ni mic na movie. Channel 2. Kwa hivyo umetaja, nataka tuwe kwa sababu ya mtu ambaye labda ako pale naweza taka kukupromote na hivyo vitu. Kuna hizo kompyuta ikiwa full. Alafu kuna mixer. Kitu kingine ya nini nyingine, kama ni power mixer itakuwa ni imetosha. Hivyo tu. Mtazamaji ukiwa hapo, Timan anauliza katika wale ukakuwa kuna mtu ambaye labda anataka kumpromote au ni legend wetu, ni mtu ambaye amekuwa hapa for a very long time na amementa watu wengi, na pia sisi hatungekaa hapa kama hatuheshimu ile kazi amekuwa akifanya. Kwa hivyo ikakuwa kuna mtu ambaye niwapatie ile namba. Ikakuwa kuna mtu ambaye kuna namba ambazo zinapita hapo kwa screen, utaziona. Na hizo namba utaweza, kama kuna kitu ambacho labda unataka kumzaidi Timan kwa sababu ya kazi nzuri ambayo amekufanya kwa hiyo muda wote, unaweza to reach out via that number
na tutakuwa na furaha sana kumletea, na hiyo siku ambayo tunamletea tukuje tupige interview nyingine akipokea vitu vyake na hivyo yani tunampatia officially T-Man amesema computer na mixer. Hizo ndio vitu ambazo full computer na hizo vitu zote za mixer kama ni mic, power mixer tu. Power mixer tu. Yeah. Hiyo inatosha. Na labda kwa sababu umeenda sana, umekuwa katika hii career for a very long time. Kuna maybe advice ya mtu ambaye anataka kuingia katika industry ya kutangaza movie, unaweza labda ukampatia a word or two ya kitu ya kwanza kumencourage na labda kumuelekeza ndiye asipite mahali ambapo labda akipita huko hata kuwa na mwisho mzuri. Sasa vile kitu naweza kuambia young generation mwenye anataka kuingia katika movie industry, kuna kitu moja sisi usahau. Sisi usahau dini, unaona. We do forget our God. True. Ni unaona muimbaji anapoimba nyimbo za dini haikosi market. True. Sisi ucheza movie za war, action, dini. Lakini hatujaingia katika zile movie za Biblia. True. Zikaingia kanisani. True. Na wewe mwenyewe ukitaka ile itakuwa ina manufaa kwako sababu ya familia. True. Mimi ninge-encourage mtu akiingia kwa movie industry agugu aitishe tu picha kama vile 10 Commandments. Airudie itangaze. Sababu mimi nishaonyesha picha mashuleni na siku anapeleka zingine either comedy ama hizo. Tujaribu tutangaze picha za kidini. Tuingize Biblia katika movie industry. True. Tutangaze the Bible. Tutangaze 10 Commandments. Tutangaze Noah and the Ark. Tuwafunze wale wadogo wetu kuna Biblia. Na katika movie si vita tu. Unajua watu wengi usema hii haina vita, haina nini. Kweli. That is very important. Yani ni point kwa sababu hata mtu labda akiingia kwa movie, unaingia ukijua mimi nakuja kutangaza movie za vita and all that. Na ana hiyo aspect ya bado naweza nikatengeneza pesa ama nikatengeneza riziki yangu ama nikatengeneza kazi yangu katika zile movie za Biblia. Watu wengi sasa wanatakaga watoto wao wakuwe kibibilia. Nao yule mtoto anunuliwe hizo picha. Sasa si atanunuliwe ya Biblia. True. Unajua picha huwaga ni a story. Si ataenda apate. Mimi nilikuwa naonaga zamani tukipeleka picha mahali, tulikuwa tunaenda tunaonyesha the 10 Commandments. Haya, mnaenda unaonyesha nini? Na wakati wa kwenda kuonyesha 10 Commandments, nilikuwa I was being forced kusoma Biblia kidogo. Sababu wale ma DJ wako haki ya Mungu. Sioni, poleni sana. Sioni kama kuna mtu wana fluke. And I can give you a very good example. Ebu nenda uweke picha tu ya Afro ama ya Smith. Uweke. Usikize. Unaambia time yenye utasikia hiyo picha na sauti yake. Uone sauti yake itakuwa ni more in the movie. Okay. Sijui kama unashika. Hata akupatii time. Kwa hivyo ujui ukidanganywa, ukieleza ukweli. Na picha wakati sisi tulikuwa tunatangaza tuna give time. Unasikia amesema nini? Alafu unaingia unafuata picha na huyu. Right now nakwambia uende ujaribu picha kwanza ya Afro. Mimi siogopi nikisema hivyo. Vile sisi unaweza picha ya Afro unaweza ona hata bila sauti. Inaweza yako hata bila sauti, akapewa picha haina sauti, atatangaza. Sababu ni mdomo yake peke yake. What you are seeing it's not what you are hearing. Ni Afro na hiyo ni yake. Na mimi wakati wa picha you know you are giving time. Kuna picha hata zingine unasikia inaongewa Kikuyu. Yana bishara Kikuyu, sijui ilikuwa movie gani, ndakumbuka ndakupigia nikuelezee. Ndakupigia nikuelezee hiyo picha imetoka kichwa. Soka inadhudha. Imechezewa ni picha nini, sijui title yake nimesahau, lakini ndakupigia nitakuelezea. Na tutaigugu tuiitishe. Nimeonyesha hiyo picha mara mingi sana, lakini wakati hapo wanaongea Kikuyu, I do give people time. Wasikize. For themselves. Ndipo waseme waelewe mimi waga si
sipegi siku fluke. Yeah. Kama picha sielewi mimi huwaga sichezi. Yeah. Hata Wachira naweza kwambia. Yeah. Nikiletewa Kihindi niambiwa ati hii ni afluka, mimi namwambia hapana. Kama sijui si itakuja ni leo. Kesho itakuja na subtitle. True. What will I tell them? True. Si unaona picha kama nini? Hii Ong-Bak. Yeah, Ong-Bak ilikuja. Ong-Bak 1. Yeah. Wakati wa kwanza ikija nilikuwa Nyeri. Yeah. Ilikuja ikiwa haina subtitle. Yeah. Na haiongei Kizungu. Yeah. Nikaambiwa niicheze. Mimi nikashindwa, nikaa picha ya Kihindi. Inaongea Kihindi na utaicheze utangaze useme nini? Yeah. Mimi nikamwambia mwenyewe afadhali niache kazi lakini siwezi nikufluku. True. Unafanya kitu ambacho uko na uhakika. Si kesho. Yeah, tomorrow. Yeah. Kesho itatoka. Tomorrow. Mimi nikaiacha. Yeah. Ikatangazwa na Otesh. Yeah. After duration of 3 days, ikaja ingine na subtitle. Nikaicheza. Nikasikiza ile, na hii nikamwambia huyu yuko out of the topic. Sababu nikaa picha ya Kihindi. Wewe usikii Kihindi. Lakini sababu ni moto, wewe unaambiwa wewe unda si ni pesa unataka. Hiyo nilisema si pesa nataka. Kesho yangu naitaka bado. Because tomorrow will judge. Si kesho bado naitaka. Kweli. Kwa hivyo watu wasiconcentrate sana na zile vitu ambazo watu wamekuwa wakicheza kama nizo kijeshi. And kama wanaweza mtu stick to the storyline. Asifanye kitu ya leo na kesho pia watu watataka kuona hiyo movie. Na wale watu wamesoma. Sidhani mtu amesoma anaweza kutaka picha imerekodiwa. True. If you are learning a story, a biblical movie, hawezi ukataka ati picha imenini. But kuwakuza wazazi wako sababu nao education yao iko low. Na wale wengine wako chini yako. Wacha picha hizo za DJ zimefulukiwa. Kama unataka kuingia katika movie industry, tangaza picha na vile unaielewa. Do what you know. True. Usijaribu kufluke. Sababu kesho kuna mwingine atakuja ione live. True. Na anataka kuwa kama wewe. Utafanya akata hiyo kazi. Kama sasa watu wengi watakata hiyo kazi. Nikakuletea picha za ma DJ fulani hapa nikwambie uweke. You won't believe it. Utakuwa surprised. By the way, hiyo imekuwa ni interview moja bomba sana. Na pia tunaweza taka kujua Esther kama maybe anafikiria kujoin the same league, maybe atakuja kufanya kitu ambayo inahusiana na movie hata kama sio kutangaza, ama yeye interest zake ziko wapi? Kwa sababu hata jina lako ni Timothy Cobra wa Esther. Nafikiria ametekio jina after your mom. Na hiyo anaitambua. Hiyo wa Esther. Ni yangu, ni title. Sasa wewe Esther uko na kitu fulani ambao unataka kufanya inahusiana na movie, ama unataka ukimaliza masomo unataka kutake channel gani? Ukimaliza masomo. Ningeweza kusaidia dad, yani kumnunulia na project. Ili aendelee na hiyo kazi. Hiyo kazi ya umbidi umsupport vile anaweza endelea na ile tu ameanza ama amekuwa akifanya for all that long. Okay. What about you? Unataka kufanya nini after masomo? Mimi after masomo ningetaka kuwa daktari. Daktari? That's good. Unajua pia daktari anataka high grades, kwa hivyo lazima utie bidii. Lazima kweli. Asante sana. Na maybe Timan tukikuja hapa maybe next time hatutakuja tena shughuli ya nini. Hapana. Hiyo maybe next time tutakuja sasa na hizo vitu zenye unasema. Hizo vitu ukipata utaendelesha, kwa sababu unajua kuna watu wengi sana wanataka tu kusikia hiyo sauti. Na ukishazoea sauti fulani unasikia inakupendeza na umekaa miaka mingi bado unasikia masauti na bado hujasikia sauti inatoshana na ile, inamaanisha uko na kitu cha tofauti sana. So naweza sema let's hope for the best na tuweke Mungu mbele, kwa sababu hiyo ni kweli. Kama Mungu hayuko hakuna kitu inaweza endelea. Hakuna. So nimeshukuru sana. Guys, that has been our interview with DJ Timothy Cobra wa Esther. Ako hapa na tumeongea sana. So tutakuja hapa next, na najua tukikuja hapa next tutamletea hizo vitu zenye anahitaji.